Ni furaha iliyoje mpendwa mtazamaji na msikilizaji kukutana nawe mara tena kwa siku hii ya leo. Matumaini yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya hapo mlipo na mnakurubia simu zenu ili kuweza kufahamu kile ambacho kimejiri kwenye chaneli yetu. Mtazamaji na msikilizaji, tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu kwa siku hii ya leo. Tuanze habari zetu na habari hizi zisemazo kuwa hali ya usalama imerejea kuwa tulivu mchana wote wa siku ya kwanza ya tarehe 27 Oktoba 2025 huko Kilembwe. Hivyo ni baada ya makundi mawili ya wazalendo kufyaturiana risasi mara tena, licha kikao cha mazungumzo kilichofanyika Ijumaa pili tarehe 26 Oktoba 2025 naye mkuu kiongozi sekta ya Lulenge tarafani Fizi. Kwa katika mazungumzo nasi Zawadi ya Bandelwa Abambe ametaja kupokea kwa mafadhaiko makubwa vitendo vya ukosefu wa usalama vinavyoendeshwa na baadhi ya vikundi vya wazalendo eneo hilo. Anaonesha hapa namna hali ilivyokuwa katika harakati za ufyaturianaji wa risasi kati ya vikundi viwili vya wazalendo. Ni kweli, acha nikwambie kwamba situation securitaire mu sekta ya Lulenge leo tariki 27 za mwezi wa 10 mwaka wa 2025 ni kwamba, na yote ambao mliosikia ni ukweli, zile macrochage mais dieda tulibingilia kati comme chef wa entité. Tulipata aussi secours ya commandant regiment, alifika hapa na bamwami asili. Tulifanya makomission, tukaenda ona magrupe za washikamasila kwa mara ya pili na kuendelea kuwahamasisha juu ya kurejesha amani. Na tayari hewa ambayo tunaona katika site ya Kilembwe ni kwamba hewa inaendelea kuwa tulivu. Waraia ambao walikimbia porini, walikimbia vijiji kando kando, wamekwisha anza rejea, na hiyo imetuonesha ya kwamba usalama umeendelea kurejea. Acha nikwambie ya kwamba labda wengi watajiuliza hiyo maprocedure zilikuwa namna gani. Ni kwa sababu tulihitaji kuona vigundi yote ya wazalendo na kisha kuwaona wa sultani, tukasema yatawezekana usalama utarudi. Na kwa kweli nitakwambia ya kwamba niko Kilembwe, sababu wengi wananiuliza, wananipigia masimu uko wapi. Niko Kilembwe, mshefu ya sekta ya Lulenge. Usalama utarejea sababu ni watoto wetu na wenyewe wana wajibu ya kutusikia. Tukasema ya kwamba kwa kumaliza hiyo kikao, sababu tumeimaliza nyuma zaidi, ni sherti kesho siku ya pili tariki 28 sio tutamalizia kuongea hiyo kikao, lakini mazungumzo yote yanaendelea kuonesha kwamba usalama utarejea. Hata hivyo, upande mwingine ameomba kwa serikali na mashirika ya kihutu kuwajia na misaada rahia wa eneo lake. Na ndiyo sababu ya mimi kukuambia kwamba Lulenge, tukiwa tukiongoza, mimi kiongozi wa sekta na wa kutimie wangu pamoja na FRDC yenye kuwa hapa, ni sheti tutafanyikisha kuambatanisha magrupe zote za washika silaha wazalendo na amani tarejea. Unauliza watu eske wengi wako katika porini? Ni kweli, maatrocite zenye zilifika, wengi walikimbia pasipo kujitayarisha. Na kwa hiyo wengi wako porini na wengi walikimbia katika miji kando kando kama ninavyotoka mkusema. Hali ni mbovu hasa zaidi ya maisha. Wakati ya masika tulimo, watoto wananyeshewa porini, mashule watu hawasome, masantre sante wengi walikimbia ijapo ni wanganga. Mnajua ni hali yenye haifurahishe. Kulikuwa wagonjwa wenye walipita kooperasyon, wamama ambao walizaa na magonjwa kadhalika, wengi waliamua kutoka, na wakati ya dawa haijatimia kusudi wa nganga wa walibere. Hiyo yote ni magumu. Sijue huko porini ambako walienda wangapi ambao wanaendelea hadi leo kupoteza maisha. Yanamaanisha ya kwamba ni hali mbovu yenye population yangu ya Lulenge inapitia hapo. Ninaweza kuomba kwa gouvernement ya province nzima ya Sud Kivu na ile gouvernement centrale kuangalia hasa zaidi
hali ambao population yangu ya sekta ya Lulenge na traverse leo. Apare ile ni kuomba les organisations non gouvernementales, zile ma ONG nazo kuja kuintervenir mwa hiyo wakati, sababu maisha ya wanadamu haiko ya mzuri. Wailala fasi ambayo haistahili, walikimbia bila kujitayarisha, wakapoteza vitu vingi. Lakini kwa hiyo ninatumaini kwamba watu wa roho mzuri waje, sababu watu wa assiste muhali ambayo inatupitia leo. Hiyo ni yenye ninaweza kushukuru, na inaendelea kuambia raia wangu wa sekta ya Lulenge wenye kukimbia porini ambao hawajarejea bado, na wale wenye kuwa kando kando ya mji mkuu wa sekta ya Lulenge Kilembwe, ya kwamba waendelee pia kurejea, sababu ni sisi tuko sanse kurejesha amani. Huko Mwenga kuomba Umoja wa Ulaya kuingilia kati juu ya swala la M23 kufunga usafiri wa magari pamoja na pikipiki kutoka Bukavu kwenda Mwenga na Kamituga kupitia barabara taifa namba 2 ndiyo ilikuwa lengo kuu la siku bila kazi iliyoendeshwa na mashirika ya kirahia katika tarafa la Mwenga. Kwa mujibu wake Bwana Ramazani, mwanamemba wa shirika la rahia, ameanza kwanza kuonesha sababu na namna gani rahia wamepokea mwito huo wa siku bila kazi. Shirika la rahia Biro ya Coordination Force Vive ndio iliandaa hiyo journée ville morte kwa siku ya leo, ndio ilifanyika hapa Mwenga. Journée ville morte ilikamilika 50%, asilimia 50 ndio kisi kama vile observateur nilifuatilia. Ndio journée ville morte ililenga hiyo kufungiwa ya barabara ya taifa nambari 2 na au M23 APS ambao tangu tarehe 8 mwezi ya 10/2025 walifunga barabara, kusema kama hata kitu kimoja kisiwasili Mwenga, gari, pikipiki, biashara, hata na wakaaji ambao wanasafiri wakifike Mwenga. Hiyo ndio ilikuwa shida. Upande wenu mnawaza hiyo action citoyenne mmefanya inaweza kweli kupata suluhisho kwa ajili ya hilo tatizo? Tunajua kama hiyo tatizo itapata suluhisho juu ya nini? Tunajua kama sheria za kimataifa zinakuwa juu ya watu wote, na ombi yetu au hiyo reclamation yetu hatukuiadresse ku niveau national au ku niveau ya M23, tuliadresse ku niveau ya Conseil ya Nations Unies. Juu ilikuwa kudenoncer, tulikuwa tu ndio na denoncer hali ambayo M23 ina viole haki ya binadamu kupitilia hiyo kufunga njia watu wasifikirie kwa mahitaji ya dharura ya baadhi. Hata hivyo, Ramazani ameongeza kuwa kwa sasa kufungwa kwa barabara hiyo ya taifa kunakuwa na vinyume vingi kwa raia wa eneo hilo. Asante sana. Kufungiwa kwa barabara ya taifa nambari 2 inaathiri sana wakaaji. Kwanza sehemu ya territory ya Walungu, inaathiri pia territory ya Mwenga, hasa sheferi ya Basile, sheferi ya Ulindi na Wamuzimo, na pia inaathiri sehemu ya territory ya Chabunda. Tungependelea kufikiria kuvifaa ya sabuni, chumvi, yote ya mwanzo ya maisha, ile yote yanayohitajika kwa ajili ya maisha tuka inafungiwa njia. Hatuka ni shida sana. Mabadiliko ni sana, vitu haipatikani kwa urahisi, vitu inapanda bei, hatuka shida kubwa sana kwa ajili ya wakaaji. Sijui niseme nini hapo. Shida sana. Hapo unga muhindi ambayo ilikuwa ikiuza 35,000 francs kwa leo inakuwa 18,75. Sabuni ambayo tulikuwa tukiuza kwa 1000 francs inakuwa 1500. Samaki ya hiyo inatoka katika Ocean Indian Pacific, haipatikani kwa urahisi. Hata sijui niseme nini baba, vitu yote iko chini sana, inapanda yulu sana. Sisi tulipendelea kwanza kufanya action ya kwanza kwa niaba ya waasi, kujulisha hiyo community internationale kama Mwenga haki ya binadamu inaathirika
tunaridhika sana kupitia hiyo M23 ambayo imesimie hiyo makonvention internationale sur les droits humanitaires. Kwa hiyo tunaendelea kwanza kuonyesha community internationale. Kesho itafuatilia maandamano kwa ajili ya serikali yetu ya Kongo ambayo haipendi na kujasimia mkadri yake. Ionyesha wakaaji kama kweli iko yulu ya kazi yake inasimama hako. Kwa leo ndio journée ville morte kwa ajili ya wakaaji kuproteste reaction ya M23 ilipita, iliresira 50%. Na tunajua kama shida ilipitika kwa ajili ya kutuhimiza wakaaji, ila tunajua kama action ya pili itapita kwa hali nzuri sana na tutaresira 100%. Habari zetu pia tuangazie na habari hizi zisemazo kuwa zaidi ya nyumba 400 zimeteketea kwa moto, maduka na vitu vingi vya samani pia kuteketea. Hayo ndiyo matokeo kwa muda ya moto wa generator iliyoripuka ghafla katika senta ya Napale Palugushwa mchana wa siku ya kwanza ya tarehe 27 Oktoba 2025 tarafani Mwenga. Uthibitisho huo ni wake Safari Habinamungu, mratibu wa shirika la raia MSCO Palugushwa, na ambaye ametoa picha halisi ya namna janga hilo lilivyotokea. Antuka kwa shida kubwa sana, tunapata shida kubwa sana ya population en general ya Lugushwa Mapale centre yote imelungula. Bado nyumba kuwa na idadi, lakini nyumba zinalungula zaidi ya nyumba 500. Zaidi ya nyumba 500, hata hospitali yetu ya reference ya leta nayo imelungula yote. Kwa ile shida sana, tunasi wa depute ama serikali yetu ya Kongo antuka itusaidie kabisa, na isaidie hawa watu ambao wanakuwa warugaruga kwa leo na msaada fulani wa kubasaidia. Antuka msaada ni lazima sana, sirtu kwa kujenga hata hospitali yetu, sababu ni hospitali moja tunakwaka nao Lugushwa Mapale, na kuishi bila ile hospitali ni shida sana ya population ya Lugushwa. Tunasi sana gouvernement yetu ya territoire ya province national kwa msaada, kwa kusaidia hii population na kusaidia zaidi hospitali yetu. Tunasi kabisa, na tunatumaini ingawa gouvernement itatusikia kwa kutoa msaada. Population ya Lugushwa Mapale inapata shida kubwa sana zaidi kwa kulunguziwa na hizi nyumba. Nyumba zililungula bila kutoa hata kitu moja, ilikuwa moto moja ya maajabu sana. Mwishowe ameomba kwa watu wa nia njema kuwajia kwa misaada raia wa eneo hilo waliopatwa na majanga hayo. Moto ilitoka munganda ya bwana Mutiti. Balikuwa na washa grupe, bakapenda batie karbira ndani ya grupe na bazimishe grupe. Ni pale motere kawaka, motere mkuu wake kachoma nyumba ya bwana Mutiti, nikavuka nyumba ya pili. Unaona nyumba majengeo yote iko pale vile ni nyumba za mbao. Ikakamata nyumba ya pili, ikafikia ukamata nyumba yote centre commercial. Batu bakakuwa banaanza hangaikia gisi ya kudefendre kwanza mbele bitu zenye ziko mumaduka. Ndio centre commercial lote na lungula, mkuanza defendre bitu zenye ziko mumaduka. Na njo population nayo ya Lugushwa, antuka jeunesse ya Lugushwa ni bamwizi sana. Bakaanza iba bitu kwanza mbele ya kuyanani ya kudefendre kuzimisha moto, bakafikia kwanza iba kwa mbele bitu. Kumaliza pie bitu ya batu, ndipo pale bakaanza pata sasa wazi wa kwanza zimisha moto, wala moto isa tawala sana. Inaanza kimbiza batu hata ku 500 metre. Kifukutu ya moto inaanza kimbiza batu ku 500 metre. Na ni pale nyumba zote zilifikia mkulungula, wana journalist. Ni kwa ile antuka Lugushwa yote ni huruma kabisa, ni huruma sana kabisa. Ni huruma sana. Omosiki usione zaidi ya nyumba 500 njoo inalungula Lugushwa. Zaidi ya nyumba 500, wale wakaaji wote wa zile nyumba antuka ni wahanga sai. Ni wahanga, hawana makao ya kukala. Hata hospitali kuu yetu hapa Lugushwa Mapale ilifikia kulungula katakata. Kwa saa hii hatuna hospitali Lugushwa Mapale. Ndipo pale tunakazia sana kulomba msaada kwa serikali yetu ya Kongo, serikali ya jimbo,
serikali ya niveau nationale tunaomba msaada sana, watufanzie nguvu sana zaidi mbele ya msaada yeyote kufika ya kusaidia raia. Hospitali pate kabisa, hospitali itatusaidia sana kwa wananchi wa Lugushwa. Tuangazie habari zetu na habari zingine zisemazo kuwa shirika la raia ndani ya tarafa la Fizi limetaja kusikitishwa na vitendo vya baadhi ya vikundi vya wazalendo kurushiana risasi wao kwa wao na kusababisha maafa pande zote. Kwa swala hilo limeomba kwa serikali kufanya mpango wa kusanya vikundi vyote kwa pamoja. Katika mazungumzo na Jacques Alimasi, mwenyekiti wa muundo huo ndani ya tarafa la Fizi, amesema kuwa hali ambayo baadhi ya vikundi vya wazalendo kurushiana risasi haina nafasi, kwani wakati huu ni wakati wa kupigana na adui. Jacques Alimasi ameongeza kuwa ili kuepukana na swala hilo ni vema serikali ya jimbo kufanya mpango wa kukusanya wazalendo wote na kuendelea kuishi ndani ya kambi moja kama alivyoeleza. Tumekwenda kuhuzunishwa na vitendo ambavyo vinaendelea kuripotiwa hapa na pale katika tarafa la Fizi, na vitendo hivyo vinaendelewa kutekelezwa na makundi ambayo yanashikilia silaha ambayo hayapatani wao kwa wao, hawapatani na wanajeshi wa FRDC, na kwa ngambo nyingine vipatani hata na raia, kwa sababu raia inaendelea kulalama, wananyanyaswa na vingine vyote. Imetutuma tuendelee kuambia wakuu wa tarafa la Fizi na wale wa jimbo letu la Kivu ya Kusini ili wakamate mikakati yote ile iwezekanavyo ili amani irejee katika tarafa la Fizi. Utakwenda kujua tangu juzi kumekwenda kuripotiwa milio ya risasi ambayo imekwenda kusikika katika kijiji cha Misisi. Hiyo purukushani ambayo imekwenda kuonekana huko imeletwa na wanamgambo wa vikundi tofauti ambao wanashikilia silaha, na hata tumekwenda kuona watu ngambo zote wamekwenda kupoteza maisha na wengine wamekwenda kupata majeruhi makali. Hivyo katika sekta ya Lulenge Kilembwe kumetoka purukushani kati ya vikundi viwili ambavyo vinashikilia silaha, na imekwenda kufanya hadi raia waihame makazi yao na makao yao, na imekwenda kufanya hivyo watu wapate majeraha. Hivyo ni vinyume ambavyo vimetuma shirika la raia la tarafa la Fizi likamate uamuzi wa kuambia wakuu viongozi wa serikali kuwa wakamate mikakati yote ile ili amani irejeshwe katika tarafa la Fizi. Kuanza kuangalia nini wanaweza akafanya, vile vikundi vyote ambavyo vinashikilia silaha viwekwe pamoja na viwe na msimamizi mmoja. Hiyo tumesisitiza kwa wakuu viongozi wa serikali kwa ajili ya kutafuta amani na kuwepo kwa pamoja kwa vikundi vyote ambavyo vinashikilia silaha. Tuangazie habari zetu na habari hizi ambako Wizara ya Mambo ya Ndani imesitisha mara tena shughuli zote za chama cha PPRD chake Joseph Kabila muda mfupi baada ya kufunguliwa kwa chama hicho, wakati huu ambao kuna shuhudiwa mvutano kwenye maandalizi ya uchaguzi wa spika wa bunge la taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Izaki Mulucha Ashibe ameshirikiana naye mwenzetu Safari Alimasi, wameandaa ripoti ifuatayo. Ndiyo, wakati chama cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila Kabange kikiendelea na shughuli zake za kisiasa, mahakama kuu ya Kinshasa huko Gombe imetoa taarifa rasmi tarehe 7 Oktoba 2025 ya kuwasilisha amri ya wizara inayositisha shughuli za chama hicho kwa mujibu wa hati rasmi iliyotolewa. Hata hivyo, hati hiyo iliyosainiwa na Panzu Sala ambaye ni karani wa mahakama kuu ya Kinshasa Gombe ilitolewa kwa ombi la katibu mkuu wa mahusiano na vyama vya kisiasa. Isaac, amri hiyo ilitolewa tarehe 18 Oktoba 2025 na naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani, usalama, ugatuzi na masuala ya mila. Inasimamisha rasmi shughuli za chama cha raia kwa ajili ya ujenzi wa taifa na demokrasia ima PPRD kwa ufupi. Taarifa hiyo ilifikishwa kwa katibu wa kudumu wa PPRD ambaye makazi yanapatikana kwenye mitaa ya Pumbu na Batetela, manispa Gombe. Kwa kuwa kukuwa makazi rasmi yaliyopatikana ya muhusika, nakala ya amri hiyo iliwekwa kwenye mlango mkuu wa mahakama na nyingine kutumwa kwa tovuti rasmi ya serikali linaeleza ati hiyo.
Safari ya Almasi kwingineko. Wakati huu ambao kunakuwa mbio za kuwania uspika wa bunge la kitaifa, mbunge Willy Mishiki ahaidi kumaliza vita vya M23 ndani ya miezi mitatu hapo atachaguliwa kuwa rais wa bunge la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbunge huyu mchaguliwa wa Walikale ni mgombea wa nafasi ya uspika wa bunge la kitaifa kuchukua nafasi ya Vital Kamerhe. Izaka, asilimia 80 ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya vita zinarudi Kinshasa. Amesema hivyo mbunge wa kitaifa Willy Mishiki. Analaani mtazamo wa serikali akishutumu kutaka kuendelea kuzuia kazi za wabunge za kuikagua serikali. Kwa mujibu wake, mamilioni ya dola yapo katika wizara ya bajeti na benki kuu, lakini fedha hizo ambazo zilipaswa kufadhili vita mashariki mwa DRC huishia kurudishwa Kinshasa. Mbunge Mishiki anakosoa pia upendeleo wa Vital Kamerhe ambaye anamtuhumu kwa kuwazuia wabunge kutokuwakagua mawaziri. Kwa mujibu wake, taasisi hizo mbili ni huru na ni tofauti. Willy Mishiki amedai pia kuwa mjumbe wa mwisho wa ofisi ya bunge la taifa hupokea dola 170,000 za Kimarekani. Na kwa kumalizia, Izaki akisemayo anauliza, kwa mapambano haya tunayoyashuhudia ya kuwania uspika wa bunge, unaweza kujiuliza, je, spika wa bunge analipwa kiasi gani cha pesa? Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikosi kucomment, kulike na kushare kwa wengine. Tukutanane baadaye panapo majaliwa. Thank you.